ambayo Mungu ametupa. Tunaenda kupita katika hii wiki leo na siku ya wiki. Tutakuwa na vipindi viwili ambayo natamani nivizungumzie. Siri zinazofunuliwa na maandiko kuhusu kurudi kwa Yesu. Haleluya. Ila ninatamani sana kuona vitu viwili ambavyo vipo kwenye maandiko kwenye kitabu cha Ufunuo Yohana sura ya 14. Na ni usome mstari wa 14 kwanza. Biblia inasema, kisha nikaona natazama wingu jeupe, na juu ya wingu hilo ameketi mmoja mfano wa mwanadamu, mwenye taji ya dhahabu juu ya kichwa chake, na katika mkono wake wa kuume mkono wake mundu mkali. Na malaika mwingine akatoka katika hekalu, akamlilia kwa sauti kuu yeye aliyekuwa ameketi juu ya lile wingu, tia mundu wako ukavune, kwa kuwa saa ya kuvuna imekuja, kwa kuwa mavuno ya nchi yamekomaa. Naye aliyeketi juu ya wingu akatupa mundu wake juu ya nchi, nchi ikavunwa. Bwana Yesu asifiwe. Nizungumze kidogo picha kamili ya kanisa leo katika ulimwengu, picha kamili ya unabii katika ulimwengu leo, vile dunia na mwenendo mzima wa kisiasa, wa kiuchumi unavyoenenda duniani. Bwana Yesu asifiwe. Tuna na mwenendo mzima wa kanisa, mambo matatu. Mambo ya siasa juu ya nchi, dunia sasa hii inavyoenenda katika mfumo gani kisiasa, dunia inaenda vipi kiuchumi, amen. Na ya tatu, kanisa linaenda vipi katika kipindi hichi. Haleluya. Katika ulimwengu huu sahihi, dunia inaenda kwa kuzungushwa na unabii. Hauzungushwi na nguvu ya watu wanaotaka mambo yao kisiasa au kiuchumi. Unabii ndio unaotawala. Amen. Ni unabii unao control na kutawala mifumo, ambayo katika hiyo mifumo Mungu anaenda kutimiza kusudi aliyowahi kulinena. Ukiangalia kwenye sura ya 13 kitabu cha Ufunuo, kinazungumzia utawala utakaoinuka duniani kutawala watu kiuchumi, na utawala utakaonyanyuka duniani kutawala watu kiimani. Na katika utawala huo atawalazimisha watu kuwa na imani, kuisujudia sanamu ambayo ataitengeneza. Atakuwa na nguvu na ishara huyo mnyama atakayekwenda kutawala dunia, na ataupeleka ulimwengu nje ya Mungu wa kweli. Ukienda sura ya 14, watu wanaambiwa wamsujudie Mungu peke yake, yule aliyeumba mbingu na nchi na vyote vilivyopo. Lakini sura ya 13 kuna huyu atakayetawala dunia, na utawala wake utakuwa na nguvu sana kiuchumi. Ataitawala kila nyumba ya mwanadamu
kuhusu uchumi wa mwanadamu, aliye tajiri hata maskini. Nisome hiyo sura ya 13. Bwana Yesu asifiwe. Sema na mimi amen. Sura ya 13 mstari wa 11 inasema, kisha nikaona mnyama mwingine akipanda juu kutoka katika nchi, naye alikuwa na pembe mbili mfano wa mwana kondoo, akanena kama joka, naye alitumia uwezo wote wa mnyama yule wa kwanza mbele yake, naye alifanya dunia na wote wakaao ndani yake wamsujudie mnyama wa kwanza, ambaye kwa jeraha lake la mauti lilipona. Naye alifanya ishara kubwa, hata akafanya moto kushuka kutoka mbinguni uje juu ya nchi mbele ya wanadamu, naye akakosesha wale wakao juu ya nchi kwa ishara zile alizopewa kuzifanya mbele ya huyo mnyama, akiwaambia wakao juu ya nchi wa kumfanyia sanamu yule mnyama aliyekuwa na jeraha la upanga, naye akaishi. Akapewa kutia pumzi katika ile sanamu ya mnyama, hata ile sanamu ya mnyama inene, na kuwafanya hao wote wasiosujudia sanamu ya mnyama wawawe. Naye akawafanya wote, wadogo kwa wakubwa, matajiri kwa maskini, na walio huru kwa watumwa, watiwe chapa katika mkono wao wa kuume au katika vipaji vya nyuso zao, tena kwamba mtu awaye yote asiweze kununua wala kuuza isipokuwa anachapa ile, yaani jina la mnyama yule au hesabu ya jina lake. Hapa ndipo penye hekima. Yeye aliye na akili na aihesabu na hesabu ya mnyama huyo, maana ni hesabu ya kibinadamu, na hesabu yake ni 666. Kwa hiyo huyu anaenda kufanya mambo ambayo uchumi wa dunia unatawaliwa na yeye kwa kupitia namba. Hii ni kumaanisha system ya utawala wa kiuchumi, tajiri na maskini, hata watumwa na watu walio huru, wameandikwa hapa, wote watakuwa na hiyo namba ili waweze kufanya biashara, kuendesha maisha, kuuza au kununua. Na katika hiyo pia alipewa nguvu ya ishara, na ishara yenyewe ni kuitengeneza sanamu, alafu hiyo sanamu ikaongea. Leo hii vitu hivi viwili tayari vimeshaonekana, viko duniani, vya hiyo sanamu na huo mfumo wa utawala wa uchumi tayari uko katika ulimwengu sahihi, kwa namna ambayo kila mtu anaweza kaona kwa macho. Bwana Yesu asifiwe. Ulimwengu tunaoishi leo, mfumo unaoondoka kwenye pesa za kawaida, pesa tu za kawaida, mishiko ya shilingi, una noti zako 10,000 umeziweka mfukoni, huo mfumo unaenda mbio sana kuisha. Mfumo wa utawala wa pesa za karatasi na silver tunaenda kuziachana nazo karibuni, na inawezekana wala tusimalize muda mrefu. Sasa hivi katika nchi nyingi za dunia wameshaanza kutengeneza mfumo wa digital money, utawala wa pesa za mtandaoni za kidigitali, na watu wengi wameingia huko, hata watakatifu wameingia huko, na wanazo akaunti nyingi za kutosha za hizo pesa za kidigital, ambazo hizi za cash hatutakuwa nazo. Na katika hali hiyo tumejishaingizwa tayari kuzoeshwa kwanza. Tumezoeshwa kwanza kuingia tu kwenye M-Pesa, tumezoeshwa kwanza kuingia kwenye mfumo wa kibenki kwa kupitia simu,
Unaweza ukachukua muamala wowote wa akaunti ulionayo, unaweza ukatuma. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukaagiza vitu nje ya nchi bila kwenda benki, ukanunua vitu nje ya nchi bila kwenda China, bila kwenda Dubai. Vyote hivyo vimeshaingia kidigitali na kila kitu kikakufikia bila shida yoyote. Sasa kibinadamu akili zetu zimeshaanza kupokea, na hatuna jinsi ya kuweza kusema hapana, kwa sababu tunaenda na huo mfumo unaoenda na sisi. Mabadiliko hayo yanayobadilika na sisi tunayaona ni maendeleo, tunayaona ni mambo yanayorahisisha maisha, tunaona ni mambo ambayo yanatufaa. Bwana Yesu asifiwe. Kuchukua pesa sahihi na kumtumia mzazi wako kijijini ni kitu rahisi sana, na anaipata ile pesa kwa wakati huo huo, na anaweza akapata mahitaji yake wakati huo huo. Tumeshafika mpaka kwenye eneo la mauzo ya rejareja. Unanunua petroli kwenye vituo vya mafuta, unaenda supermarket. Vitu vyote sasa hivi haviko tena kwenye mfumo wa kadi, viko kwenye digital. Amen. Na hautembei na cash. Unajikuta tu kuishi na cash mfukoni ni kama umepitwa na kati. Sasa hii hata zile tabia za uwezi za kuja nyumbani na bunduki, unajua umeficha hela nyumbani. Mwizi yote anajua hakuna mtu anaweka hela nyumbani tena. Watu wanaweka kwenye mitandao. Sasa huo ni mfumo mdogo ulioanza na tumeshajizoesha. Una zaidi ya miaka 5, 10. Tumeshauzoea, tuko nao. Lakini unaenda tena kuingia kwenye mfumo mwingine unaoenda kubadilika, nao utakuwa ni mgumu zaidi, kwa sababu kwenye huo mfumo utatulazimisha sisi wote tukubali kuingia katika namba ambayo kwenye hiyo namba usipokuwa nayo, hata kama una pesa kwenye akaunti, una pesa kwenye simu, lakini bila hiyo namba utakayokuwa nayo ya utambulisho wako, hautaweza kutoa pesa, hautaweza kufanya biashara. Sasa huko tunapoenda sahihi, tayari nchi zingine zimeshaanza. Kuna mataifa mengine wameshaanza kuingia kwenye huo mfumo. Hautaweza kusafiri mpaka uwe na namba fulani, hata kama unayo pesa. Hautaweza kutibiwa kwenda hospitali ukapata matibabu, hata kama unayo pesa. Bado hiyo pesa yako cash haitakubaliwa. Unatakiwa uwe na mfumo utakao kuwa umekubalika dunia nzima. Bwana sifiwe. Sasa tayari hiyo nayo imeshaanza kazi kwenye kipindi hiki. Ziko nchi ambazo tayari, na Tanzania tayari tumeshaanza kutambulishwa kwamba kuna mfumo wa namba unakao kuja ambao ni tofauti na namba zingine zote za benki na NIDA, vitambulisho vya taifa, sijui vitambulisho vya pasipoti, sijui vitambulisho vya nini, hata cheti cha kuzaliwa hakihitajiki tena kwenye hilo eneo. Utakuwa tu na namba ambayo kwenye hiyo namba kila kitu chako kiko ndani. Sasa tunaenda, tutajizoesha tu, matokeo yake tutajikuta tumeshaingia kwenye mfumo wa yule mpinga Kristo bila kujua. Anasema wataingia kwa lazima bila kujua. Utakubaliana nayo kiurahisi, hutaelewa. Anazungumzia watapewa chapa kwenye mkono wa kuume. Sijajua kwa nini mkono wa kuume, lakini pia kwenye vipaji vya uso. Haya yote yanaweza yakaja na tukajikuta wanadamu, wala tusifikiri kwamba ni kitu kibaya. Lakini kingine kinachokuja ni hiyo sanamu inayokwenda kusimamishwa na itakayozungumza, na hiyo sanamu watu wote wa dunia watalazimika kuisujudia. Bwana sifiwe. Lakini hiyo nayo kama tumeshaanza kuiona inatokea. Haleluya. Kwenye nchi zingine zilizokuwa na maendeleo, mifumo ya maendeleo yao yamefika mahali sasa hivi binadamu wengi wanapata usaidizi wa kuwa na watumishi wa kuwasaidia kufanya kazi ambao sio binadamu.
wanatengenezwa, ni vyombo vinatengenezwa. Kuna wengine sahihi wamekutana na vitu ambavyo sanamu zinazoongea. Tumeziona zipo zinazoongea. Watu wanaweza akaolewa na hizo sanamu, na kwa mfumo huo huo zile sanamu zinasadikika zinaweza zikaleta hata uzao. Na hizo sanamu waliozitengeneza wanasema hawana uwezo tena kuzigeuza zisije zikaleta madhara. Wanasema zinaweza zikawa na madhara makubwa kwa wanadamu, na hata wakijaribu kuzidismantle au kuziharibu, huo mfumo waliotengenezewa hao hivyo sanamu hizo, hauwezi ukawaua, hauwezi ukaharibu hizo sanamu tena. Wale wenyewe zile sanamu zina uwezo wa kujirudishia uhai wao, na wanazo hisia, wana tabia na akili kuliko binadamu. Sasa tumeshafika hapo, na tutajikuta tunaingia tu kwenye huo mfumo wa kukubali hizo sanamu zitutawale, tuzisujudie. Sasa hapa inasema ataisimamisha sanamu, na hiyo sanamu itanena, na watu wote wa dunia watalazimu kuisujudia. Kusujudia ni kama kuabudu, ni kuitii, ni kuiona kwamba huyu ni zaidi ya mwanadamu, ni Mungu, na ukaianza kuiabudu. Tunaenda sawa sawa watu wa Mungu. Bwana asifiwe. Jamani, vitu hivyo vimeshatokea, saa hizi vipo, vimeshaandaliwa, na katika nchi zingine zilizokuwa na maendeleo vitu hivyo vinaanza kuonekana vikifanya kazi. Tunaenda vizuri katika ulimwengu huu kufikia mahali pa kujua kwamba parapanda italia wakati wowote. Parapanda italia kwa sababu mwenye haki ataponaje kama hii hali itaendelea kukomaa na kanisa halijanyakuliwa, na wote tunatakiwa tupate kula na kunywa, tuna watoto, tunahitaji maisha ya kila siku, na jinsi ambavyo dunia inaenda, hakuna mtu anaweza akakimbia huo mfumo. Maana unaanza kwenye serikali za Ulaya zilizokuwa na maendeleo, wanazilazimisha kuzipeleka mpaka kwenye serikali za nchi maskini, ili nayo nchi maskini ziingie kwenye mfumo. Na kwa kuwa hatuna uwezo wa kusema hapana, nchi zetu zitalazimika, maana huwezi kwenda nchi yoyote, huwezi kusafiri popote. Vifaa vitakavyo kuruhusu ingia kwenye ndege lazima vione namba unayo, lazima zipitie mfumo wako wewe. Katika mfumo wa ile namba, je, umeunganishwa au haujaunganishwa? Sasa ikiwa ni hivyo, hatutaweza kukimbia. Tutajikuta chochote unachotaka kufanya, kwa mfano kusafiri tu ndani ya nchi kwa kupitia njia za mabasi, magari yetu binafsi, amen, magari yetu wenyewe binafsi, kuweza kuweka mafuta ya petroli ili utoke hapa uende mahali popote unapotaka, hutaweza pasipo hiyo namba. Ukiingia kwenye mabasi usafiri, hutaweza kuingizwa kwenye system ya ticket ya kuweza kuingia kwenye basi uende unapotaka, maana hao nao watu wenye mabasi tayari wameshaingizwa kwenye system. Kwa hiyo tiketi yako inatakiwa ipate namba ulionayo. Haleluya. Unaenda kutibiwa hospitali, hospitali nao hawana haja ya jina lako, hawana haja ya kitu chochote wala chochote. Wanachotaka tupe namba. Hata dispensary ndogo haitaweza kukusaidia, maana haya yote yanatembezwa kwa njia ya hekima sana, ambayo ni mwenye haki peke yake atakayegundua. Hapa tunaingia wenyewe, tunaingiza kichwa kwenye mdomo wa mamba. Tunaenda sawa sawa tu Mungu. Kwa hiyo kwa halisia, amen. Sura ya 14 ya kitabu cha Ufunuo inazungumzia juu ya mwana kondoo, inazungumzia juu ya malaika watakaopita na kutangaza na kuhubiri injili ya mwisho itakayokuwa ya nguvu sana. Kisha kutakuwepo na kiti cha hukumu cha Mungu. Hukumu ya Mungu itaanza immediately. Lakini kabla haijaanza,
utakuta hapa kuna huyu ambaye tumemsoma, ambaye amevaa taji. Haleluya, sema amen, amen. Amekaa juu ya wingu jeupe. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ambaye ameketi, mfano wake ni mfano wa mwanadamu ambaye ni Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Aliye tayari na mundu pamoja na malaika wakipiga parapanda ya mwisho inayoitwa ya kuvuna. Kuvuna sio kuhubiri tena watu watubu. Kuvuna ni kuondoa binadamu waliomwamini Yesu. Sasa mavuno yamekuwa tayari, tuondoe hawa walioamini kabla kikombe kile cha tayari cha mvinyo kilichotengenezwa cha ghadhabu ya Mungu hakijamiminwa juu ya wanadamu. Hukumu kabla haijatokea juu ya wote wakao juu ya uso wa nchi. Na huyu malaika alionekana katika hekalu la mbinguni, naye ana huo mundu mkali, naye akaonekana akitoka katika ile hekalu. Bwana Yesu asifiwe. Akiwa na mamlaka, akalilia kwa sauti kuu kwa yule mwenye mundu mkali, akasema, tia mundu wako mkali ukachume kichala cha mzabibu wa nchi, maana mzabibu wake umeiva sana. Malaika yule akatupa mundu wake katika nchi, akachuma mzabibu wa nchi, akazitupa zabibu katika shinikizo hilo kubwa la ghadhabu ya Mungu. Shinikizo lile likakanyagwa nje ya mji, damu ikatoka katika shinikizo mpaka kwenye hatamu ya farasi. Hii ni wakati tayari hukumu ya Mungu inaanza. Dalili zangu ninazoziona kwa macho yangu. Amen. Vitu ninavyoviona kwa macho. Sijui kama tutamaliza miaka miwili kwa nchi yetu, nchi za Afrika, nchi za Ulaya. Sijui kama tutamaliza miaka miwili bila kuona utawala wa yule mpinga Kristo. Yule nyoka anampa pumzi yule mtu yenye uwezo wa kuwafanya watu wamsujudie yule nyoka, shetani na ibilisi, ambaye katika huyo atakuwa na akili kuliko binadamu wote. Sahihi, tunaenda kwenye asilia ya hawa watu kuwaona live, wanaoenda kuingia kwenye utawala. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiangalia sana tawala za watu weupe ni kama zinafunika ukweli kwa haraka, lakini siri bado zinafunuliwa. Mungu anatusaidia, tunaanza kuwaona. Amen. Haleluya. Mahali ambapo dunia, hata ndani ya kanisa leo, dunia ndani ya kanisa hata leo, utagundua tumeshaingia kwenye mfumo ambao watu pasipo kujua injili ya kweli wanaiacha. Tunahama kwenye mfumo wa injili ya kweli, tunaenda kabisa pembeni, tunatafuta injili nyingine ambayo si ya Biblia, na ambayo inakupa uhakika duniani hapa. Wengine wanasema siku za mwisho bado. Wengine wanasema hakuna cha kwenda mbinguni, mbingu iko hapa duniani. Wengine wanasema hakuna cha baba wala mwana, Mungu ni mmoja peke yake. Huyo baba na huyo mwana na huyo roho ni elimu ya wazungu, sio Biblia. Wanasema hivyo. Kwa hiyo na makundi makubwa ya watu yakiwaendea watu hawa na kupotea. Sasa na Yesu alisema hivi, siku hizo zitakapokuja kutatokea makundi ya watu
aliwaita manabii au walimu, Paulo alisema, au wahubiri, watakaohubiri neno lingine ambalo sio la Kristo, litawapotosha wengi, yamkini hata wateule. Kwa hiyo mfumo pia wa kanisa sasa hivi, makanisa tuliyotazamia yana injili kweli, sasa hivi hayana, yamepoa sana. Yaani yameshakuwa ni makanisa yenye sheria zao, kanuni zao, mifumo yao ya kiuchumi, utawala, na Yesu anahubiriwa kidogo sana. Mahubiri asilimia kubwa ni pesa na kujiunga na madhabahu kwa mapato yako. Wengine wanachukua mapato yale kwa namna nyingi ambazo haziko hata kwenye Biblia. Sasa kanisa injili yake imeshaanza kunogoshiwa. Imegoshiwa kabisa. Tuliowategemea wangelihubiria injili na kupambana na hii roho ya mpinga Kristo, wamepoa kwa 100%. Ambao tuliwatumainia labda kwao kulikuwa na injili nzuri hapo zamani, leo labda walioanzisha walikuwa na hiyo injili. Hawa waliowapokea leo, wanaoongoza hayo madhehebu au makanisa kuanzia Ulaya mpaka Afrika, wamepoa. Nimeangalia nchi ya Uingereza, nimeangalia Scotland, nimeangalia wametengeneza sasa mfumo wa sheria mpya, usihubiri wala kugawa vitabu vyenye kumaanisha kumfanya mtu amjue Yesu. Ukikamatwa unafungwa miaka 2. Nchi ya Uingereza, nchi ambayo yenye asili ya Wakristo wengi na nchi iliyokuwa na waasisi wa madhehebu makubwa hapa duniani. Amen. Leo ukihubiri injili barabarani, unatiwa pingu, unawekwa gerezani miaka 2. Nchi ambazo bendera zao zilikuwa zina msalaba, sasa hivi makanisa hayaitwi makanisa, yanaitwa taasisi za kijamii. Neno kanisa hairuhusiwi. Tunaona hayo yameshaingia duniani. Leo hii makanisa yao yamekuwa matupu, hayana waumini. Ile nguvu waliokuwa nayo zamani leo hawana. Walikuwa wanaweza kukusanyika makanisani, leo hawana. Ile hali kule tunaiona pia inazunguka kwenye kila nchi duniani. Mahali ambapo watu wangelimkimbilia Mungu, sasa hivi hawamkimbili Mungu. Wanakimbilia maisha, wanakimbilia mambo yao ya kila siku. Wengine hata sio maisha, basi hata ile hamu ya Mungu imetoka ndani yao. Hata lile pendo lao la kwanza waliompenda Mungu halipo, wameshaliondoka. Kiangalia hivi unajiuliza, tunaenda au tunarudi nyuma? Tunaenda wapi kwenye eneo hilo? Mimi nasema hivi, tayari kuna malaika ambaye ameshapewa mundu, tena mundu mkali. Haleluya. Yuko tayari, na mwingine yuko tayari kukanyaga divai na shinikizo lake, ili kukamua ile ghadhabu ya Mungu itoke kwenye uhakika, iweze kuangamiza na kuharibu wale wote waliomkataa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tuko mahali pagumu sana. Kanisa liko pabaya, na usingizi ulioingia ndani ya kanisa umeingia kwa sehemu kubwa hata kwenye makanisa ya Afrika. Ikishafika kwenye eneo la kumhubiri Kristo, watu wameingia kucompromise. Kumhubiri Kristo sasa hivi imekuwa imepoa. Watahubiri kitu kingine lakini sio kumhubiri Yesu anayeokoa. Kuambia watu watubu imepoa sana. Kuliko kuambia watu watubu utawafukuza kanisani. Kuweka mikutano ya injili kila wakati imepoa sana. Huku kwetu katika mabara ya Afrika, zamani kila kanisa lina mikutano. Siku hizi tunamaliza mwaka mzima hakuna mikutano nje. Watu wamepoa. Sasa hivi mtu akitoka nje ya kuhubiri anaonekana huyu anatafuta pesa. Zamani sio kutafuta pesa.
Watu wanakimbilia ili watengeneze maisha yao na Mungu. Hali imekuwa mbaya. Hakuna hali nzuri hata kidogo. Tunamwomba Mungu. Kama kuna wakati wa kunyakuliwa uko karibu, basi Mungu amshe roho za watu. Haleluya. Mungu amshe roho za watu. Haleluya. Waeke aibu nyuma. Waeke ile hali ya kukataliwa nyuma. Waseme liwalo na liwe. Kama sasa hivi ninavyoona kule Uingereza, watu wanaotoka kwenda kuhubiri barabarani, jinsi ambavyo wanakamatwa. Lakini watu wa imani zingine wanaingia barabarani, tena wanasali, wanatandika na mikeka yao, hawazuiliwi. Kanisa tu ndio linazuiliwa. Wakristo peke yao ndio wanazuiliwa. Wengine ni halali. Mungu atusaidie sana. Hali ninayoiona hainifurahishi moyo wangu. Ninaogopa. Ninasema tuna kizazi cha watoto wetu tunaowalea leo, watakuwa wageni wa nani miaka 10 ijayo kama Yesu atachelewa? Wataenda wapi waipate imani? Wapi wataenda? Ikiwa sisi wahubiri wa imani tumeshaingia kwenye mapoza, tuko kwenye eneo ambalo 90% tunaangalia maslahi yetu, sio kumhubiri Yesu tena. Mungu atupe rehema. Ila anasema mbinguni wameshasema hivi: tia mundu wako, kwa kuwa saa ya mavuno imekwisha kuja na mavuno yamekwisha komaa. Mavuno, kuna watu ambao wamesimama mpaka leo. Kuna watu ambao hawajakana imani mpaka leo. Kuna watu ambao hata kama mvua inyeshe jua liwake hawawezi wakamkana Yesu. Kuna watu hawawezi kuiacha imani hata kama watakataliwa na baba na mama na mme na mke na watoto, lakini watasimamia imani mpaka kifo. Tuna watu ambao hata wakifukuzwa kazi, hata wakose kibarua, lakini bado hawawezi kuiacha imani. Kuna watu ambao wako tayari kwenda gerezani, wakatwe kwa misimeno, wakatwe vichwa, watenganishwe kiwiliwili na kichwa, lakini hawawezi kuiacha imani. Hao ndio wanaitwa sasa mavuno yamekomaa. Hawa natamani wewe na mimi tuwe pamoja na hao watu. Haleluya. Sema amen, amen. Ndugu zangu, kwenye asili ya maisha tunayoenda, ugumu utaongezeka kwa 1% kubwa sana. Watu watashindwa kufanikiwa kwa njia nyepesi ya kawaida tu ambayo inaweza kumpendeza Mungu. Watu wanaweza kukosa mapato. Watu wanaweza kukosa mapato kwa njia wakitegemea watasoma, watamaliza chuo kikuu, watatoka, watapata ajira. Watakosa ajira, watakosa kazi. Hata wakitaka kujiajiri wenyewe, watajikuta nguvu ya kujiajiri pia hawana. Kwa hiyo watafikia matumaini yao kushuka chini. Wataporomoka na kuiona sasa imani iko wapi? Nguvu ya Mungu itusaidie iko wapi? Nawaambiaga watu kwenye jambo hili, ikifika hapo wala usiogope. Haleluya. Ukitafuta, ukiona vita ni vikubwa, mapato hapatikani, na unazidi kupiga magoti kumwomba Mungu, wewe usikate tamaa, endelea kupiga magoti, maana pamoja na kwamba hali ni mbaya, msaada wako utatoka kwa Bwana tu. Kuna mahali Mungu hata kuacha, atakupa nguvu kwenye eneo ambalo usilolitegemea. Haleluya. Kuna watu walio na imani. Kuna watu kwenye kipindi hiki cha mwisho nimeona hawa watu wana mahangaiko ya moyo na fedheha kubwa. Walikuwa na mitaji mizuri, walikuwa na capital kubwa ya pesa, walikuwa na biashara zinaenda, walikuwa na kila kitu kizuri. Leo kwenye mazingira yasiyoeleweka wameshuka chini sana. Wameshuka. Matokeo yake baadhi yao wameshashuka na imani. Niwaambie hivi watu wa namna hiyo, liwalo na liwe tu, paka atakapofika mwanadamu akaitoa roho yako, usishuke imani. Pesa sio kitu kibaya, lakini hata zikiondoka zisiondoe imani yako, maana hauishi kwa sababu ya pesa. Tunaishi kwa sababu tuna mtu ambaye tunamwamini saa yoyote atakuja kwa ajili ya kanisa
na kulichukua kanisa lake. Mifumo ya maisha, kwa nini inakuwa migumu? Kwa nini hatuwezi kufanikiwa? Kwa nini hatupati mapato kwa haraka? Kwa nini njia za Mungu zimesonga? Mkristo anapata pesa kwa taabu. Ndugu zangu, ni kwa sababu waovu nao wameongezeka. Sasa ikifika waovu kuongezeka, haimaanishi walevi, haimaanishi watu ambao hawajaokoka. Muovu kwa lugha nyingine ni asilia ya wanadamu waliozaliana na viumbe vya rohoni, wamekuwa wengi kiasi unapokuja wewe ambaye bado hujazaliana na viumbe hivyo, kupita katikati ya hao watu ufanikiwe, utajikuta uko peke yako, na wao hata kama uko peke yako watakubana kile kidogo wakunyang'anye. Lakini pamoja na hayo, tunaye Roho Mtakatifu, tunaye nguvu ya Mungu. Sema amen, amen. Tukijielewa na kujitambua katikati ya hao maelfu waliotuzunguka, wingu kubwa la mashahidi wabaya wanaotafuta tuikane imani, hatutaikana imani hata kama tutajikuta tunalala kwa mazingira magumu sana, chakula nacho ukipati, lakini bado tuna nguvu kubwa sana, tunaweza tukashinda hayo majaribu. Sema amen, amen. Tuna uwezo mkubwa sana wa kushinda. Haleluya. Huo uwezo wa kushinda, namba moja kwa njia ya kuweza kushinda ni kuwa mtu unayejua maandiko sana. Haleluya. Ni mtu unajituma na kujishughulisha kujua kanuni za Mungu humu ndani, zitakazo kuwezesha kuishi wakati mgumu sana wa maisha. Na kwa njia ya maandiko yale, uhai wa Mungu unatokea kwenye maandiko yale. Wakiwa Roho wa Mungu atakuonyesha, mbingu zitafunguka mahali kama Elia alilishwa na kunguru, mahali ambapo hasingetokea mtu akamkumbuka Elia akampelekea chakula, maana wote wamemwacha Mungu nchi nzima. Mungu ana uwezo mkubwa. Haleluya. Mungu ana njia nyingi ambazo haijalishi kibinadamu hazionekani, na hata ukizitafuta uzipati. Lakini dumu tu kuiangalia maandiko. Roho wa Mungu akiyaona maandiko ndani yako kwa wingi, mdomo wako ukiyatamka maneno ya Mungu kwa wingi, Mungu hufanya njia mahali pasipo na njia. Maana kwa neno la Mungu kila kitu kiliumbwa, hata kila kinachoonekana na kisichoonekana kilitokea kwa neno la Mungu. Ya pili, ili uweze kutoboa kwenye mazingira hayo magumu, amen, ni kujitoa kuwa dhabihu wewe mwenyewe kwa maombi. Na maombi sio maombi tu kwa sababu unajua kuomba, ni kuomba kwa kujitoa kabisa, wakati wako ulio mzuri, kulazimika majira ya mambo ambayo huyafanyi, huna haja ya kuyafanya, ingia kwenye mfungo na kumsihi Mungu. Kama kuna mtu yoyote anaweza akajiingiza kwenye kuomba, Yesu mwenyewe alisema wengi siku za mwisho watashindwa imani kwa sababu ya maisha kuwa magumu. Lakini ukiomba, anasema msisumbukie mtakula nini, mtakunywa nini, bali katika kila neno, amen, mkisali na kuomba, amen, mkisali na kuomba. Hii ni kumaanisha Mungu atatoa njia tu yoyote, hata kama itatokea kama tundu la sindano, lakini Mungu atasababisha ule ulimwengu wa wewe kuumia sana na kuiacha imani, unaweza ukashinda. Haleluya. Sema amen, amen. Mtu anayeomba na anayesoma neno ana neema kubwa sana. Mtu anayeomba sana na kusoma, vitu hivi viwili vina uwezo wa kushawishi mbingu ikamsaidia. Amen. Ukiwa mwombaji, kwa lugha nyingine, sio lazima uwe umeenda kwa kujitenga mahali uombe, lakini moyo wako masaa zote, majira yote unaongea na Mungu. Amen. Uko kazini, uko kwenye biashara, popote moyo wako unabubujika, aidha unaimba, unaongea au unanena maneno yasiyo ya kibinadamu, kwa tafsiri
kuomba kwa lugha. Ukiwa mtu wa namna hiyo, una uwezo mkubwa wa kushawishi uungu wa Mungu. Au niseme, unaweza ukajikuta una ushawishi ulimwengu wa malaika wa Mungu watembee karibu na wewe zaidi na kukuhudumia. Haleluya. Viwango vya kutegemea akili zetu vinafika mwisho. Uwezo wa kutegemea akaunti tulizonazo katika zile pesa tulizojikusanyia au kwenye akiba ya vitu tulivyo navyo vinaweza vikafika mwisho. Bwana asifiwe. Kama ulimwengu wa kidigitali utaingia ghafla, ukatulazimu tuingie tuchukue chapa ya mnyama na kwenye akaunti zetu tuna pesa, wengi watafeli. Kama sio waombaji na wenye kujua neno, wengi watafeli. Una milioni yako 100 ndani ya akaunti, unaitegemea hiyo kwa ajili ya kula na kunywa kila siku. Kila leo ulikuwa unaweza kuchukua kwenye M-Pesa kiwango fulani. Itafika mahali unaenda kuangalia kwenye M-Pesa, wanakutumia message, M-Pesa yako sasa hivi imesimamishwa mpaka ukajiandikishe upya. Unaenda kwenye mfumo wa kujiandikisha, unakuta kuna eneo ambalo linakutia shaka. Mbona hili linaonekana kama sio lile tulilolizoea? Hili ni jipya, kama linatuingiza kwenye Ufunuo wa Yohana 13. Unajaribu kuondoka ili ukaulize watu maswali. Jamani, hii hali mnayoiona hii hali ya sasa, mbona kama kuna kitu hiki na hiki na hiki na hiki, je, hakina ubaya? Utakutana na watu ambao hawana Mungu ndani, watakwambia hakuna ubaya. Utakutana na watu wenye hekima ya Mungu ndani yao, watakwambia usifanye haraka, turudi tumwombe Mungu, maana hiyo inaweza kaa dalili sio nzuri. Amen. Hello. Ndugu zangu, huu mfumo wa utawala wa uchumi haupo kwa serikali ya Tanzania. Uko kwenye utawala wa dunia. Hauko kwenye serikali ya nchi fulani. Uko kwenye utawala wa watu wachache ambao hawa ndio key people wanaoshikilia uchumi wa dunia, wanaotawala watawala wa dunia hii, wanaowafanya wafalme wa dunia hii waende waanguke kwenye miguu yao. Uchumi wa nchi hauko kwenye sisi tunachokitoa kama kodi. Uchumi wa nchi unatoka kwenye hawa jamaa, wanakupangia pesa yako iwe na thamani au isiwe na thamani kiwango fulani. Huwezi kupambana na wao. Wakati ule Mugabe aliposhindana na wazungu, waliangusha pesa ya Mugabe. Dola ya Zimbabwe ilikuwa $1 sawa na $1 ya Marekani. Waliposhindana na wazungu tu, wale wa Zimbabwe waliangusha $1. Unanunua mkate kwa dola ya Zimbabwe. Dola ya Zimbabwe. Mkate kabisa, mkate wa kula siku moja, milioni 6 ya Zimbabwe. Sisi bado tunanunua shilingi 2,100, 200 sijui. Ilipandishwa ikawa milioni. Yaani mtu anatembea na karatasi imeandikwa milioni 100. Haina thamani. Waliporomosha ile nchi. Ile ilikuwa ni nchi nzuri katika Afrika, ilishushwa, uchumi ukaenda chini. Hawa viumbe wanaotawala dunia, watu wanawaona tu, ni fulani. Hapana, hawa ni wale viumbe walioanguka, wamejikuta wako na sisi, wanatawala dunia. Na imeandikwa kwenye maandiko, hawa jamaa wapo na watatawala dunia. Watawalazimisha watu waisujudie sanamu, watakulazimisha upigo chapa yule mnyama. Na siko kulazimishwa kwanza kwa haraka, tunaletewa kama badiliko fulani vile, kama kuna kaupepo kamekuja saa hizi, kila Mtanzania ataingia naye, atakuwa na hiyo digital number yake. Hiyo digital number utakuwa nayo, huwezi kuuza wala kununua pasipo na hiyo digital. Sasa ikishafika hapo, ndugu zangu, haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Mpo pamoja na mimi Sijui kama mpo pamoja na mimi. Yesu alisema hivi, angalieni msije mkalemewa na ulevi na ulafi na masumbufu ya maisha haya, siku ile ikaja kawapata ghafla kama mtego unasavyo, maana ndivyo itakavyopata ulimwengu wote na wote wakao juu ya dunia na kusimama mbele za Mwana wa Adamu. Mungu atusaidie. Lakini akasema pia, ili kushinda hapo,
kesheni na kuomba kila wakati. Kwenye hilo eneo kuna hitaji Mungu atusaidie. Alafu ngoja niwaambie kitu kingine. Haleluya. Haleluya. Siku hizi ukiwapata waombaji, wanakuwa kama ni waombaji na wao wamekosa dira ya kuomba. Wanaomba vitu vingine kabisa. Saa hizi tunachotakiwa kuomba ndani ya kanisa ni nguvu ya Mungu irudi kanisani. Na nguvu ya kurudi kanisani sio tupate tu pesa na mali, lakini nguvu ya Mungu irudi kuleta ile kiu ya Mungu ndani ya watu. Ile kiu ya Mungu ndani ya watu ndio imekufa. Mnanisikia watu wa Mungu? Ile shamra na wahi ibadani, shamra nataka ni wahi ibada, imekufa ndani ya watu. Wengine wanaenda kanisani mazoea, sio kumpenda Mungu. Ni mazoea. Ile hamu ya kumpenda Mungu haswa imekufa. Kumwamini Yesu imeondoka, yani wanaona haina tena ladha kwao. Hiyo imekuwa too much. Kanisani siku hizi imekuwa ni klabu. Mnaorodheshwa majina na pesa zenu za sadaka, na zinatumwa, zinaonekana umetuma M-Pesa kwenye sadaka ya 10. Kama hujatuma unapigiwa simu, hatujaona 10, na kwa kama ni deni na kama ni lazima kwa ajili ya hilo kanisa kutoa pesa. Imefika hapo. Lakini si kwenda kanisani mnyonge atiwe nguvu tena ampate kumwona Yesu. Mnyonge aliye chini ainuliwe tena, aione imani yake inakuwa tena na uhai. Hamna tena siku hizi. Imekuwa ni kama klabu za matajiri fulani, na maskini akiingia huko ndani wala tambuliki. Mungu atusaidie sana. Natamani ile kiu ya Mungu irudi kanisani. Sisemei nyumba ya Abrahamu peke yake, namzungumzia kila anayenisikia kwenye vitandao. Kuna watu saa hizi baba anaenda kanisani au mama anaenda, baba haendi, mama haendi. Inawezekana sasa hivi mama anaenda, watoto waendi. Iko hivyo. Yaani hakuna mwenye ule mwamko. Kifo au ganzi imeingia, hakuna hamu ya kanisa. Hiyo inatisha. Na nawaambia ukweli, Biblia inasema giza litaifunika dunia, litawafunika watu. Giza nene. Lakini wale watakao mcha Mungu, nuru ya Mungu itawazukia. Watapata ule uhakika na imani walionayo, hawataiacha imani yao ikalala usingizi. Bwana Yesu asifiwe. Muda wangu umeenda. Hebu inamisha kichwa. Sema na mimi, Bwana Yesu, nitie nguvu katika wakati huu, majira haya. Nipe neema. Najua kuna malaika ameshashika mundu mkononi, tayari kwenda kwenye mavuno juu ya nchi. Anahitaji kunikuta. Niko tayari. Nimekaa tayari kwa ajili ya kumwona Bwana mbinguni. Asante Yesu kwa kunisaidia. Amen. Pigia Yesu makofi mazuri. Ni karibia saa 12, dakika chache imebaki. Bwana Yesu asifiwe. Sema amen, amen. Dakika hizi chache zilizobaki, twende tumtolee Mungu matoleo na sadaka zetu. Kile ulichonacho mkononi utakitoa.